Hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande inatuambia watu hao waliotekeleza jaribio la kutaka kupindua serikali halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwepo nchini miezi 6 kabla ya mwezi wa 10. Na mafunzo yalikuwa yanafanyika katika nyumba moja ambayo nyumba hiyo ilikuwa umbali wa mita 10 kutoka kilipo kituo cha polisi. Yaani umbali wa mita 10 kutoka kituo cha polisi kulikuwa kuna nyumba ambao ndani yake kuna vijana wanaopewa mafunzo ya kuja kufanya jaribio la kupindua serikali ya Tanzania. Alafu polisi hawajui. Mimi nikiambiwa kati ya Rais Samia na Jaji Chande na muamini nani, mimi nitakwambia mimi namuamini Rais Samia. Mimi siwezi kumwamini Chande kwa sababu vyanzo vya taarifa vya Chande haviwezi kuwa sawa na vyanzo vya taarifa alivyonavyo rais. Watu wamevuka mpaka, rais anatuambia, kutoka nje ya nchi wameingia ndani ya nchi hii miezi 6 kabla ya uchaguzi. Vyombo vya dola vimekaa tu. Yaani tunaingiliwa, watu wanakuja wanafanya mipango yao, wanakuja kuitekeleza na kila kitu. Tunapoteza watu zaidi ya 500. Hatujui kama nchi imevamiwa. Ndio maana watu wanapokuja kudai uwajibikaji sio ugomvi binafsi uliopo kati ya wananchi na watendaji wa vyombo vya dola ambao leo wako madarakani. Hapana. Ni dhana tu ya kuonyesha kwamba nchi ipo katika utawala bora, utawala unaofuata sheria. Tuna mfano sisi hapa mwaka 1977 mwezi Februari, Rais Mwinyi alijiuzulu wakati akiwa waziri wa mambo ya ndani. Na akina Peter Siovelo, akina Peter Kisumu walijiuzulu. Hata babake Pasco Mayala alijiuzulu. Na hatua zilichukuliwa. Huwezi kuwa na taifa ambalo ndani yake kuna watu zaidi ya 500, tena tunasema kwa kujisifu kama ni watu tu 500, yani ni vitu vya kawaida. Alafu mpaka leo hakuna mtu yeyote kawajibika. Nimemsikia profesa mmoja akisema hivi, katika nchi za Jumuiya ya Madola tume za kichunguzi haziruhusiwi kuincriminate watu, haziruhusiwi kutaja watu majina. Mimi huyo profesa namheshimu sana kabisa, kwa umri, kwa taaluma yake, kwa mchango wake kwenye tasnia ya sheria. Lakini naomba nimkumbushe tu, tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2006 waliuliwa wafanyabiashara 3 kutoka Maenge, wafanyabiashara ya madini kule Mabwepande, na dereva taxi mmoja marehemu Juma Ndugu wa Manzese pale. Kelele zilipokuwa nyingi, Rais Kikwete akatumia mamlaka yake haya ambayo Rais Samia akayatumia, akaunda commission for inquiry iliongozwa na jaji wa mahakama ya rufani marehemu Jaji Kipenka Musa, na katibu wa tume ile alikuwa jaji sasa hivi wa mahakama ya rufani anaitwa Jaji Elieza Feleshi. Tume ile ya uchunguzi ile iliyoundwa na jaji na Mheshimiwa Rais Kikwete ilikuja na majina. Kwa hiyo leo tunapoambiwa kwamba ripoti ya tume ya Jaji Chande haiwezi kutaja majina ya watu ambao wamehusika kwenye jinai, eti ni uzoefu wa nchi za Jumuiya ya Madola, huo ni uongo mchana kweupe kabisa. Kwa sababu sisi kama taifa sio mara ya kwanza kuunda tume za uchunguzi kuhusu jinai ambazo zimefanyika ndani ya nchi yetu. Na tume hizo zikaja na majina ya watu wakawajibika. Tume ya Jaji Kipenka ikaja na ripoti kwamba polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na aliyekuwa kaimu kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, Abdalla Zombe, kamishna msaidizi wa polisi, walihusika kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Na mapendekezo ya tume ni kwamba wale watakiwa wachukuliwe hatua za kisheria kwa kufikishwa mahakamani, na walifikishwa mahakamani. Leo tuna watu 500 wamekufa. Watu 500 wamekufa. Na tume inasema kwenye hotuba yake Jaji Chande inaweza idadi ikawa zaidi ya hiyo. Jaji Chande anasema hivi, idadi inaweza ikawa zaidi ya hiyo. Huoni mtu yote akitajwa hapa. Lakini mbaya zaidi, Jaji Chande anasema maiti 219 kati ya watu 518 waliokufa zilifanyiwa uchunguzi chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka. Hiyo sheria inaitwa The Inquest Act. Ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania. Anasema Jaji Chande kwamba tume ikamwamuru pathologist, yani daktari bingwa wa uchunguzi wa maiti, akachunguze zile maiti zimekufa kwa sababu gani. With all due respect, kwa heshima zote kwa tume na wajumbe wake,
Tume haikuwa na mamlaka kisheria kumwambia yule pathologist achunguze maiti za watu waliokufa katika mazingira ya kutatanisha. Kifungu cha 10 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, The Inquest Act, ambayo ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania, kinasema mwenye mamlaka ya kutoa amri miili au mwili wowote ambao unadhaniwa umetokana na kifo chenye mashaka uweze kufanyiwa uchunguzi ni Corona, na atafanya hivyo hiyo Corona kwenye mahakama inayoitwa Corona Court, na mwenendo wa uchunguzi wa maiti hiyo unaitwa inquest proceedings. Tume ina majaji wakuu wawili wastaafu, hailijui hilo. Yani tume ikainuka ikaenda Muhimbili pale ikamwambia jamani chunguzeni, na yule pathologist kwa sababu naye ajui sheria naye akaenda kuchunguza. Ndio maana unakuja kuona kwenye hotuba yake ya siku alipokuwa anakabidhi ripoti, maana yake narudia tena, hii sio ripoti. Anasema baadhi ya maiti zilikutwa zina ncha, vifo vyao vimetokana na ncha kali. Ingekuwa ni Corona Court imekaa kuchunguza hiyo miili iliyookotwa baada ya vurugu au wakati wa vurugu, ripoti isingesema kwamba ni kitu chenye ncha kali. Mimi Peter Madereka ndio mtu wa mwisho kuanzia mwaka 2022 kusimamia kesi ya uchunguzi wa kifo chenye mashaka kwenye mahakama ya uchunguzi inaitwa Corona. Tangu wakati huo hakuna mahakama yoyote hapa Tanzania imewahi kufanya hivyo. Kwa hiyo hata hii taarifa tunayokuja kuambiwa kwamba hivi vifo 200 maiti 219 zilifanywa uchunguzi na mtaalamu kabisa wa miili ya watu waliokufa ni taarifa ya uongo.